Karibu Tuzo Online. Ndugu wanahabari, nitaka nizungumzie kidogo habari ambayo wenzetu wa Chadema wameizungumza. Walikuwa na mkutano wao, nafikiri mlisikia, na wanaona kwamba mwenyekiti wao ameonewa, na wanasema hawezi kuwa hivyo, kwa maana wanavyomuona yeye ni kama ni malaika, hawezi kufanya kosa. Lakini waandishi wa habari, kama mnakumbuka, wale waliokuwepo kabla ya uchaguzi, nilisema kuna watu wamepanga kuhakikisha uchaguzi haufanyiki, na nilisema kuna watu wamepanga kulipua baadhi ya visima vya mafuta. Nilisema kuna watu ambao wamepanga kufanya mauaji kwa baadhi ya viongozi, na nilisema kwamba hiyo nafasi hawataipata. Na nilieleza Watanzania, nikawaambia wale ambao wamepanga hiyo tutawashughulikia, tutawakamata kabla hawajafanya hivyo. Na sisi tulifanya hivyo, baadhi ya wao walikamatwa na wakapelekwa mahakamani. Sasa habari ya yeye mwenyekiti sasa kuzungumzia sana yuko mahakamani. Wajua yeye ni binadamu kama binadamu wengine, anaweza kufanya makosa kama binadamu wengine, na waelewe kwamba wakati ule nilieleza kuna baadhi wametafuta vijana wetu ambao walifukuzwa kwenye majeshi yetu, kwa namna gani wanaweza wakawadanganya wakafanya mambo ya hovyo hovyo. Kwa hiyo kimsingi tumempeleka mahakamani, waache mahakama itimize wajibu wake. Tuache mahakama itimize wajibu wake. Habari ya chama cha siasa, habari ya viongozi wa dini, habari ya NGO fulani kusema huyo ameonewa si sahihi. Wasubiri mahakama itaamua. Lakini waelewe, zote wanasema usikatalie mkono ambao sio wa kwako. Kama kweli ni mkweli mwenyekiti wao, waende wamuulize habari hiyo. Narudia, kama ni mkweli na anaamini Mungu, waende wamuulize. Na viongozi waelewe, kuna mambo mengine unaweza kuyafanya kwamba ni siri, lakini ndio maana vyombo vya habari vipo. Niwaambie na niwaombe Watanzania wenzangu, jambo usilolijua ni kama usiku wa giza. Usiingie kwenye mtego ambao hujui aliyeutega na lengo gani, kwa sababu yeye kapelekwa. Tusubiri mahakama itoe maamuzi. Habari ya kusema unataka kuandamana, habari ya kusema mikoa itafanya maandamano, unavunja sheria. Na ukivunja sheria usilaumu jeshi. Ukivunja sheria maana yake umeingia kwenye uhalifu. Siro hatakuacha, polisi hatakuacha, kwa sababu ndio maana tuko salama, na ndio maana wanafanya siasa, kwa sababu amani na utulivu ipo. Sisi hatufanyi siasa, sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba amani na utulivu iko. Sasa kama watu wachache, kikundi cha watu wachache, kwa sababu ya kutopata nafasi ya madaraka ya kisiasa, wanafikiri wanaweza kupata nafasi ya kutuvuruga, haipo. Niwaomba Tanzania, tuache wale watu wachache wanaotaka kupambana na serikali. Wapambane nayo, labda wana sababu zake, lakini mtu mwenye hekima na mtu mwenye busara anielewe ninachosema. Lakini kikubwa, kama wameandaa kwenda Canada, kama wameandaa kwenda Marekani, wajiandae kwenda Marekani, lakini hatutaruhusu kikundi cha watu wachache wafanye nchi hii isikalike kwa sababu wamekosa madaraka. Ninachosema na kurudia, waandishi wa habari, waende wamuulize huyo tuliyempeleka kwa mahakamani kwamba hili jambo unajua, na kama ni mkweli na ana dini yake na anamjua Yesu Kristo, si ndio? Maana yake anasikia ni Mkristo, aende awaambie habari. Sisi kumuonea mtu, tunamuonea kwa lipi? Tupate nini? Tunachotaka kutimiza wajibu wetu. Umefanya kosa, utawajibika kwa mujibu wa sheria. Tuna ushahidi wa kutosha, tuache mahakama itadetermine. Kafanya, yes. Hakufanya, yes. Lakini habari ya kikundi cha watu kusema tunataka kuandamana, tunataka kufanya nini, wewe nani bro? Hiyo nafasi kuna. Na Watanzania wengi hawataki shida sasa hivi. Watu wanahangaika na watoto wao kusaidia, wanakuwa na maendeleo. Wao wanataka kila siku kutufanyia fujo, kutufanyia fujo. Wewe ni nani? Fanyeni siasa, msiingie kwenye uhalifu. Siasa imekushinda, fanya shughuli zako za kawaida. Lakini ukichanganya fujo na siasa, sidhani kama utafika mbali. Mwisho wa siku utalaumu jeshi, wakati jeshi, sisi hatugombani na mtu. Unagombana na mwanasiasa wa dini kama anafuata sheria, kama anafuata utaratibu.
Kwa hiyo naomba la Tanzania ambao wameambiwa kwamba si kusanyika kutoka Mara, kutoka wapi waje hapa, na muelewe mahakama ni mahala nyeti, sio? Ni mahala petu nyeti bro, sio mahala ambapo unaweza kuamua tu unakwenda kujazana pale. Mahakama ni sawa na kituo cha polisi. Utakuvamia mahakama, utakuvamia kituo cha polisi, utakung'utwa kwa mujibu wa sheria kwa sababu umetaka. Sasa kama kuna mtu maisha yamemshinda, atataka baadaye serikali lalamike, tunasema aje, asije kulalamika. Lakini mwenye hekima asikie na mwambie kitu gani, kwamba hii ni kesi imeshakwenda mahakamani, tuache mahakama iamue. Jamani, ujumbe mmeupata eh?